Wasichana wangu nimewalea nikiwa peke yangu. Huyu msichana wangu alikuwa ameoleka kwake Skatai, lakini sasa yeye pesa ziliishia John karudi maskini, akarudiana kitu na msichana wangu ndiye alikuwa ananisupport. Reason ulikata Gavin pia ilikuwa gani? Msichana wangu alipata bwana mwingine. Huyo bwana hakuwa anataka familia. Sasa ilibidi nicheze chini ndio maybe akikubali msichana wangu akimuoa maybe naweza pata tena makao ingine mpya. Mbona tuacha yule mtoto mwingine atakunywa maziwa aje? Sitaki msamaha wako, mimi sikuhitaji, sitaki babako, sikupendi. Hata ningekuwa na uwezo ningetoa mimba yako kwa taarifa yako. Nilishindwa tu kutoa, ningeitoa. Namchukia kama nilivyochukia babake. So mazee imebidi Ivy alipigia mamake na mamake amefika hapa na unajua yeye ni mother-in-law na kuna vitu alifanya zikuwa zina sound like a mother-in-lawish. Ni rare upate mother-in-law akidina grandson wake, mjukuu wake wa kuzaliwa, but iko tu ni sawa, ilifanyika na amefika hapa, mlimuona na tutajua venye kutenda. Habari yako mama Ivy? Mzuri sana. Maisha nakupelekaje? Maisha sio ngumu sana na sio rahisi. Tuseme tunapambana na hiyo hali. Sasa kuna ile siku tulikuja kwa harusi, si unakumbuka? Nakumbuka. Hiyo siku tulikupata hapo, Ivy alikuwa anaolewa na Mr. Peter. Tulikuwa hapo na uliona mambo ilifanyika. Niliona Iskaria. So kitu tu mimi ningependa kukuuliza, kuna enzi kuna siku John hapa ashaikuja kwa boma yako, na before tuende mbali, unamjua John kama nani? Huyu ni nani? Namjua kama ex-husband wa msichana wangu. So alikuwa former son-in-law wako? Yes. Na ashaikuja kwa boma yako kukuambia mama Ivy, ningependa unipe Ivy nifunge nayo ndoa? Ashaikuja. Na ni aje tena ulikuwa kwa harusi ya Ivy na mwanaume mwingine na hawajafanya hata divorce? Oscar, sijui nianze na wapi. Yes, hiyo incident ilifanyika. Ingaje unajua hapa nje watu wataniita majina, wataongea vyenye wanataka, watakujudge. Watanijudge. Si kwamba mother-in-law ataitwa majina. Tayari majina ashaanza kuitwa. Yes. Endelea tu, namsikiza. Sawa, nishaanza kuitwa, lakini sikupenda kwangu Oscario. Nini lilifanyika hiyo siku? Una support harusi ya Gavin na mama na Mr. Peter? Mimi acha nijieleze kidogo. Mimi ni mama na mimi ni baba. Tuseme ama single mother. Sasa wasichana wangu nimewalea nikiwa peke yangu. Sasa unajua kuna vitu zingine unaweza fanya kama mzazi lakini uoni kama hizo vitu ni sawa. Yes, nitaitwa majina, najua hata nimeanza kuitwa, lakini si kupenda kwangu. Huyu msichana wangu alikuwa ameoleka kwake Skatai. Alikuwa na ndoa mzuri Skatai, Oscar. Okay. Alikuwa na ndoa mzuri, alikuwa anaendelea vizuri. Lakini sasa yeye sijui ni pesa zilimuishia John sasa. Pesa ziliishia John karudi maskini, akarudiana kitu na msichana wangu ndiye alikuwa ananisupport. Sasa mimi nilishindwa cha kufanya. Msichana wangu aliporudi kwa boma nilishindwa venye nitaongea. Hata kama ni wewe, hebu jiweke kwa hiyo kiatu. Put yourself in my shoes. Ungefanyaje? Ungekuwa ni wewe, ungefanya nini? Singekataa mjukuu wangu kitu ya kwanza, na pia singekataa my son-in-law, but ilifanyika, imefanyika. So okay, ulikataa John hapo, ulimkataa na sababu ulikata pia Gavin. So unajua Gavin ninamjua. Reason ulikata Gavin pia ilikuwa gani? Nilikata Gavin kwa sababu unajua Oscario, msichana wangu alipata bwana mwingine. Huyo bwana hakuwa anataka familia.
Sasa ilibidi nicheze chini ndio maybe akikubali msichana wangu akimuoa maybe naweza pata tena makao ingine mpya. So ukiongelea makao ulikuwa umesema before fike hapo kwa makao ningependa mama, maanake namuita mama sababu namheshimu. Heshima. Alafu licha na kwamba aliruhusu msichana wake kwenda kuolewa na mtu mwingine, ningependa mama atujibu ile swali. Iwapo huyu mwanaume aliye naye saizi atakuja, maybe kitu kifanyike, pesa iwe imepungua, kile kipato ambacho ako nacho saizi kipungue, atamruhusu msichana wake tena aende kuolewa kwa mwingine? Because naona ni kama inakuwa some kind of investment, kind of tapping money from where it is, ikiisha natafuta kwingine. Sio hivyo Oscario, sio hivyo. Sio hivyo vyenye anafikiria yeye. Huyu msichana wangu, yule mtu amepatikana kwake, yule bwana wake sasa wa sahi, sidhani kama hizo pesa zinawezaisha. Ni mingi sana. Sidhani kama Mr. Oscario, sidhani. Mr. John, hayo maombi ambayo anaomba haiwezi fanyika kwa Mr. Peter, because Peter ni mwanaume mwenye akili, ameinvest here and there, so sidhani kufilisika kwake inaweza, haiwezi kuwa. Oscar. Mimi wacha kidogo nicheke, maana nasikia sijui bra yule ni mtu mwenye akili. Wewe na maana kwamba mimi na akili zangu nilivyomoa au ni kwamba nilikuwa na akili? Kupoteza kazi sio kupoteza akili, Oscar. Hakuwa na akili. Ungekuwa na akili ungefanya some project za kukusaidia baadaye wakati utakuwa hauna pesa. Usikuje ukoze pesa. Juu wewe ulikosa pesa ukarudi maskini, na kuna mwanaume aka hapa na pesa mbele na wanawake na ndio wamemfikisha mahali alipo sasa hivi. Angekuwa na akili timamu kama wanaume wengine angekuwa mbali sana sasa hivi, angekuwa anaishi ambavyo anaishi sasa hivi. Ndio hiyo Oscar. Kusema kweli leo nimeamini kwamba utampenda mbwa lakini mwisho atakuja kukungata. Maana sasa mimi nasikia mother-in-law, tulia, wajua na kuheshimu. Hapana, tulia mama tulia, ndakupanga tu. Kwa hivyo Oscar, ndio maana nikasema kwamba mbwa utamtunza leo, kesho atakungata wewe. Mimi nashangaa hii leo kwamba mama na msichana, na sijui ni kama tabia same wote wawili. Huyu mama hajatuambia kwa nini mzee wake alienda ama mzee wake yako wapi. Mimi nashangaa kwamba wanapigana support kusema kwamba mimi akili sina, sikufanya investments, na kwamba nimesikia msichana anasema kwamba nilikuwa na wanawake wengi. Sasa hawa wanawake seriously, kama nilikuwa namtunza vile vyote, hawa wanawake wametoka wapi? Na nini inafanya hivi useme Mr. John hapa alikuwa anapenda wanawake wengine? Before tuingie mambo na investment, nini inafanya useme alikuwa na wanawake wengi nje ya ndoa? Tumekuwa tukiongea na wewe Mr. Oscario, nikakwambia alilazimisha rafiki yangu Charity alale naye. Sio ni kumaanisha ni mtu mwenye tabia za kupenda wanawake huku nje. Hizo ndio tabia zake, hawezi badilika. Kulala na Charity, hata Oscario mwenyewe utajijazia tu. Uone ni mwanaume aina gani. Analala na sister yake kwa nini? Sasa unalala pia na sister yako Joy? Nilisikia fununu kama hiyo, but hiyo sijahakikisha. Hiyo ni kali. Hiyo ni kali. Juu unajua from the previous information yenye tulikuwa tumepewa hapo before na Mr. John hapa, John anasema Charity anakuaga msichana wa kuvaa nguo fupi. True or not? It's true. Hiyo na sitakata. So John anasema Charity alikuwa anakuja kwako kumtongoza kila saa, mara sijui amefanya nini, mara amesahau nini wapi, unaona. Sometimes though acha tu niseme, you will niambia in private but nitasema sometimes Charity alikuwa anakuja kwako na hajavaa nguo za ndani. John alikuwa ananiambia hivyo. So John anasema actually the truth is Charity alikuwa anamtongoza, si alikuwa anatongoza Charity. Sijui unasemaje kuhusu sasa hapo kwa kutongozana.
Hapo najua bwanangu ndiye alitongoza Charity. Lakini hapo kwa kutovaa nguo za ndani wanajua na wenyewe. Juu ndio hajui avae nguo za ndani. Yeye alijuaje? Alikuwa anaangalia nini? Angalia nini ndiye ajue hana nguo za ndani. Mara ngapi nilikuwa nimekuonya kwamba simtaki huyu msichana hapa. Lakini sababu manake nilikwambia huyu rafiki yako simtaki hapa. Wewe mwenyewe ukaniambia kwamba ni rafiki tu na kwamba we can do anything, yeye na wewe ni kitu kimoja. Sasa hiyo ndio inafanya unaangalia mpaka ndani kwake. Kitu kingine mama, nilikwambia mimi ni mtu ambaye ninaheshima na kuheshimu sana. Kitu ambacho kilifanyika, mimi kulala na huyu singeweza kulala naye. Kwa nini? Heshima ya mke wangu niliyekuwa naye ambaye ni msichana wako. Nilimpenda sana kiasi cha kwamba singeweza kuangalia. Alafu mama, mimi namuonya msichana wako asimlete huyo rafiki yake. Ningekuwaje na tamaa ya kwenda kulala na rafiki yake? Mama, uliambia Ivy asilete Charity kwa hiyo nyumba. Mama, ningetoa wapi hiyo nguvu? Sasa Ivy kuleta Charity kwa nyumba, hicho ndio kilifanya ukalala na yeye. Mama, nisikize mama. Ivy kuleta rafiki yake kwa nyumba sikuwa na shida nayo, lakini nilikuwa na shida na mavazi. Sasa mavazi ndio ilifanya ukaadimaya Charity. Mavazi ndio ilikupoteza akili. Mavazi. Oscar, ndio maana unajua nitazidi kusema kwamba hii familia ni ya watu wenye akili punguani. Mimi sijataja mahali kwamba nilimuadmire. In fact nilitaka aende, manake sikutaka kumuona hivyo. Unasemaje? Hii ni ishara ya kwamba ingekuwa ni mtoto wetu wa kike anayevaa hivyo. Hawa ni wale wanaume wanashikanga watoto wao. Juu kama sasa anatamani mavazi yenye mtoto amevaa ama rafiki, je, angekuwa mtoto wake wa kuzaa angefanyaje? Oscar, kuna shida hapa na sijui kama umeiona. Wanasema kutamani. Mimi I was against hiyo kuvaa. Sasa hizi akili wewe Oscar ukiangalia vizuri. Lala na yeye. Lala na yeye. Mama, tafadhali ningependa heshima ambayo nakupa unipe mimi. Maana mimi hakuna evidence. Msichana wako alikuonyesha evidence kwamba nilala na yeye. Na ile mimba alitoa. Mimba wanaume ni wengi na ama mimi peke yake ndo nimebandikwa kwamba naweza pea wasichana mimba. Ni wewe ulilala na yeye akapata mimba. Juu kama wanaume ni wengi, mbona akasema wewe? Wanaume ni wengi, yes, sikatai, lakini mbona akasema ni wewe ulilala na yeye ukampea mimba? Mama, naomba unielewe. Watu wakitaka kuharibu ndoa za watu huwa wanaanza hivyo. Jiulize, mbona akaamua kusema nililala naye na sio mwingine? Manake alikuwa rafiki yako, rafiki ya mtoto wako. Mbona akaamua kusema kwamba nimelala na yeye? Uoni hapo kuna kitu fulani, kuna njama fiche ambayo iko hapo mama? Na Ivy, kuna swali ningependa kukuuliza. Kuna enzi fulani enye John hapa ashaikuona ya kwamba usilete Charity kwa nyumba yenu? Sikatai, upo wakati alinipa onyo, lakini as what I know as a man, angekuwa nakuta rafiki yangu Charity yako nyumbani, ile nyumba ni kubwa. Mwanaume mwenye akili timamu unaendanga unakaa kwa bedroom. Ikifika wakati unangoja bibi yako, mimi mwenyewe niende bedroom ni msafi chenye anataka. Kama nikifika wakati anataka kutumia maybe watch news, nitamwambia rafiki yangu, bwanangu sasa anataka kukaa na familia yake, fanya hivi, enda nyumbani. Angekuwa anaenda kutamani vyenye amevaa, vyenye ana nguo za ndani, mpaka anaona vyenye ana nguo za ndani, anaenda kujifungia kwa bedroom. Sasa yeye anakaa hapo. Si ni kumaanisha alikuwa na nia mbaya? Oscar. Kidogo. Mama, naomba niseme haya. Ndio nakuheshimu, lakini naomba niseme haya. Kuna kitu siku hizi watu wanakiita TikTok, ile tap. Ni si mara moja kwamba nimeenda nikamkuta msichana wako in my own bedroom wanafanya hiyo TikTok live. Mimi pale nikifika
nafika naamua wacha niwaache wafanye nini, wafanye hiyo vituko yao wapi, wafanye pale bedroom. Nikaamua kukaa sitting kidogo wanakuja sitting. Mama uko kwako unahamishwa sijui mara uende hapa mara utoke hapa mara ufanye hivi. Mama, that freedom in your own house inahitajika. Huyo msichana sijui ni msichana wako alikuwa anamwambia nifanyie vile, manake hata the dances alikuwa na dance pale za TikTok. Yes, za TikTok zilikuwa very provocative mama. Sasa zilikuwa dance zake za TikTok ama zilikuwa zako za wewe ulale na yeye? Mama, hiyo kulala sijui kwa nini umeweka kwa akili yako. Nimeweka kwa akili yake juu lakini uko na tabia mbaya, hujiheshimu, na hapa hivi unasema wewe unajiheshimu lakini ni really sense hujiheshimu. Mama, mimi napenda watu ambao hawaamini rumors, waone wenyewe. Aya, huyu msichana wako amesema kwamba aliambiwa. Mbona yeye mwenyewe hakuona? Na alikuwa wapi nikifanya hivi vituko na rafiki yake ambaye walikuwa wanatembea most of the time wako pamoja? Nilifanya yeye akiwa wapi? Ulikuwa wapi hiyo time ikifanywa? Kitu moja anasahau, alikuwa amenifanya housewife. Lakini kumaanisha mimi ni housewife, Mr. Oscari, ijamaanisha sina freedom ya kutoka. So ulikuwa amekupa freedom. Naweza muania hiyo leo natoka anaenda kununulia watoto nguo, natoka naenda sokoni, hiyo siku natoka naenda shopping. Juu mimi ni mtu na mimi ni mtu mzima, si kila kitu nitamwambia bwanangu kutoka kazi nikujie na kitu fulani. Mimi mwenyewe ataniachia pesa nijipange. So si kila siku nitakuwa pale nyumbani. Kuna hata unaweza kuwa na event, uniambie Ivy, siku fulani utapatikana ukuje na watoto, hata birthday ya watoto wangu. So si kila siku nitakuwa nyumbani hata kama mimi ni housewife. Kuna siku nitatoka. Naelewa. Na madhe kidogo sijui kama huyo msichana alielewa swali yangu. Swali yangu ilikuwa ni je, most of the time wamekuwa na huyu msherati charity lakini pia jina msherati wanaendana nayo. So Oscar watu wawili walikuwa ni wale watu ambao kuachana ni ngumu sana. Kwa mimi nashangaa hiyo chance ya kumpata huyo rafiki yake ndio nilale na yeye ilikujaje? Hiyo basically ni kama imekuwa ngumu kwako kujibu. So kwa swali lingine madhe, kuna time Ivy amesema hapa John alikuwa anamchapa. Sijui kama ni ukweli ama ni uongo. Mwanamke wewe ndio unajua kitu ulikuwa unapitia hiyo time, kama ulikuwa unapigwa. John ndo anajua kama alikuwa anakupiga, si ndio? Uliniambia huko mgusia mama. Inaweza kuwa unajua John ati alikuwa anachapa Ivy. Purportedly ni accused, si ati tumegundua ni ukweli ama ni uongo. Inaweza kuwa unajua. Oscario, kitu mimi naweza kukuambia, kuna maneno msichana wangu alinificha akaambia masisters wake. Lakini kwa vile mimi ni mzazi na nilipitia hiyo hali, mimi pia nilikuwa kwa hiyo situation. Hata kama hakuniambia, sikupenda kwake. Nilipita hiyo situation, nilikuwa kwa hiyo hali, hata ikaniumiza moyo wangu sana. Kwa hivyo ushaipigwa pia wewe kwa na bwana? Nishaipigwa. Na ulikuwa unajua pia Ivy anapigwa na bwana? Nilikuwa najua. Ulijuaje madhe? Nilikuwa naambiwa na masista yake, lakini sasa singemuuliza. Si yeye mwenyewe aliniambia. Nilisikia ugumu sana. Juu mimi ni mzazi na nilipita kwa hiyo hali. Oscario. Naelewa. Na nachekesha sana kwamba mama ulijua. Sijui kama unampenda msichana wako kweli ama ni uongo. Manake kama ulijua hivyo, of which huo ni uongo mtupu. Kama ulijua alikuwa anapigwa, alikuwa anachapwa, alikuwa anapitia mambo magumu kwa ndoa, mbona wewe jinsi ulivyokuwa unanipigia simu kuniomba vitu fulani, hakuna hii, fanya hii, mbona hata siku moja hukuchukua time ukaniuliza kama inafanyika, kama unampenda mtoto wako? Angekuuliza. Na pia swali lingine ningependa kuuliza madhe, na pia hii ni swali yenu nyinyi nyote. Mnajua kwa nini Peter hataki watu wako na watoto?
bado sijajua kabisa. Ndio ningehitaji hata kama itawezekana aitwe kujibu juu hata mimi ningetamani kujua. Hajai kuambia na umetoka kwake sahi? Hajawahi niambia, ni kitu anaficha sana. Sasa hata mimi ningependa kama anaweza patikana umuite hapa atueleze tusikie sababu ambayo inafanya hataki mtu mwenye watoto. Yes. Na Madheu, uko sawa na bwana ya mtoto wako hataki mtu ako na watoto? Uko sawa nayo? Siwezi sema niko sawa ama si yuko sawa, lakini vyenye wanaendelea kukaa kitu najua atakuja kubadilisha mawazo. Juu lazima mtu akuwe na mtoto hata kama ni mmoja. Oscar, sitaki niseme hivi lakini inaniuma sana kwamba the same mother ambaye kitambo kidogo mama alikuwa mgonjwa sana, na mimi kama mimi, manake walikuwa wameshindwa kabisa kumpeleka hospitali, mandugu zake walishindwa kabisa. Mimi nilifanya juu chini nikampeleka mama India kupokea matibabu, na kusema kweli pesa haikuwa kidogo, niligharamika sana. Hata kama mtu kuwa mbaya na ufilisika, wakati mwingine ni vizuri kukumbuka wema mtu aliyokutendea. Nilijaribu nikafanya juu chini, pesa zangu nikatumia kufanya mama atibiwe pale India. Akatibiwa, akapona. Na Oscar, mimi hakuna shukrani nilipata. Sasa namshangaa mama ameenda kuwitness harusi na mtu mwingine. Haongei hiyo. Yeye saizi ana focus na pesa. Ana focus na pesa ambayo atapata kwa huyu sijui Mr. Peter ama Petero ama nani. Sasa mimi Oscar, naomba niulize hivi. Hiyo ya kusaidia mama sikatai, alisaidia. Lakini lazima ungependa mpaka Oscar ya juu lisaidia mamangu kutibiwa. Media ijue nilisaidiwa. Mimi nilitibiwa. Mama akatibiwa. Vitu zingine unafungia ndani kama mwanaume. Sasa umetangaza kila kitu ambayo umefanya kwa familia. Kwa hiyo familia mpaka ugonjwa unatangazia Oscar ya juu lisaidia mamangu kutibiwa. Si haki jamani. Inaniuma sana. Imebidi niseme. Kuna msemo usemao, tenda wema malipo ni kwa Mungu. Sawa tu, usijali bro, usijali. So Kenya tunaweza fanya, umesema unaweza pigia Peter. Naweza hata mimi naweza penda nimuite mbele ya mama, na wewe ukiwepo aseme kwa nini hataki mtu ambaye ana watoto. Juu hata mimi ningependa sana kujua juu mpaka saa hii hajaniambia. Sawa, acha utampigia alafu tujue.